Wana ukuu wa Mwafrika, leo tunaenda kuwaletea kitu cha kuvutia sana kuhusiana na taifa la Burkina Faso. Kutokea Burkina Faso, wahandisi na wataalamu wa ulinzi wameweza kubadili mchezo katika swala zima la jeshi kwa kutengeneza gari la kijeshi nyumbani. Yaani limetengenezewa nyumbani ambapo ni Burkina Faso, kwa sababu matatizo ya nyumbani yanahitaji suluhu ya nyumbani. Gari hili limetengenezwa maalum kabisa kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za ukanda wa Sahel. Kama umekuwa na mashaka kuwa Afrika haiwezi kujitegemea, basi habari hii itabadilisha kabisa akili yako. Basi jiandae kusikia kwa kina ni kwa namna gani vijana na wagunduzi wa Burkina Faso walipobadilisha mchezo na kufanya taifa lijitegemee. Twende pamoja mpaka mwisho wa makala hii, kwa sababu hili ni zaidi ya gari. Ni alama ya namna gani hatima yetu inaweza kuonekana wakati tunapojiamini wenyewe. Burkina Faso, kama mataifa mengine katika ukanda wa Sahel, wamekuwa wakisumbuliwa sana na swala la usalama kwa makundi ya kigaidi kusumbua ukanda huo. Makundi ya kigaidi yamekuwa yakilenga raia, lakini pamoja na vikosi vya jeshi, na wakati mwingine na mashambulio ya hapa na pale wakishambulia hata jeshi. Mahitaji ya magari ya kijeshi na yale ambayo yanaweza kusaidia pia askari waliojeruhiwa huku wakiendelea kupambana, basi ni mahitaji ya haraka sana. Katika nchi nyingi za Kiafrika zinazokabiliana na ugaidi, basi mahitaji yao haya ya magari haya yangekuwa ni kupiga simu nje ya Afrika na kuagiza magari haya, lakini sio kwa wakati huu. Badala ya kusubiri msaada kutoka nje na uagizwaji wa vifaa vya kijeshi kutoka nje, mainjinia wa Burkina Faso wakauliza swala moja la ujasiri sana: vipi kama tukitengeneza magari yetu wenyewe? Na jibu likaja kupitia gari walilolitengeneza la kijeshi. Linaonekana simple, lakini lina nguvu sana na linaloendana na mazingira kabisa ya ukanda wa Sahel. Kwenye maonyesho ya hivi karibuni, mainjinia wa Burkina Faso walionyesha gari linaloonekana ni gari simple sana kwa muonekano, lakini lililotengenezwa kwa mashambulizi ya hapa kwa hapa. Gari hili sio kama magari mengine ya kijeshi. Ni gari lenye spidi ya juu sana, protective mobile platform, ambalo limetengenezwa kwa ajili ya barabara za Burkina Faso, lakini na vita vinavyoendelea huko. Lengo likiwa ni kuwalinda askari wakati ule wanapoingia kwenye uwanja wa mapambano. Jambo la msingi zaidi ni pale mapambano yanapokuwa makali na askari wanaamua kurudi nyuma, basi warudi nyuma bila kupoteza maisha. Gari hili limeundwa kuzuia risasi, lakini na milipuko midogo midogo. Halina uzito mkubwa kama magari mengine ya kijeshi, huku wepesi wake ukiruhusu kuondoka kwa haraka eneo la tukio, yaani kutoka barabara za manispaa mpaka barabara za kuingia vijijini. Na hii inaweza ikatumiwa katika mambo mbalimbali: kusafirisha askari, lakini swala la usalama pia vile vile linaweza kutumika kama gari la kubeba wagonjwa ama waliojeruhiwa. Mfumo wa telescopic camera with thermal imaging unaruhusu kuchukua matukio ya moja kwa moja wakati huo, yani real time surveillance, ndani ya umbali wa kilomita 10. Yaani hii ni critical asset kwa ajili ya kumonitor umati wa watu, ikichukua mienendo yao, huku ikichukua na watu walio mbali na hilo eneo kwa umbali wa kilomita 10. Na kipengele kinachovutia sana katika mradi huu, mchoro wa gari huu ulio-designiwa na hawa mainjinia hawakuchukua kutoka nje ya nchi au foreign prototype. Kwa 100% umechorwa na gari hii imetengenezwa na mainjinia kutoka Burkina Faso. Timu ilianza na chassis ya gari, haya magari ya kawaida tu, alafu wakaunda kila kitu kwenye hii gari, kutokea kwenye cabin mpaka chini, huku wakitumia maarifa kutokea kwenye taifa lao la Burkina Faso. Kwenye karakana yao, timu ikafanya kazi bila kuchoka
wala kupumzika, wakidizaini gari kwa kutumia michoro wanayoichora kutumia kompyuta, kwa umakini sana, wakiweka kila kipengele kwa ajili ya kuifanya iwe imara, salama na yenye matumizi wanayoyataka wao. Wakalitengeneza kama linavyoonekana, likatengenezwa kutokana na mawazo ya hawa wahandisi, na wakatoa gari ambalo ni bidhaa ambayo huwezi ukaipata kwenye soko la ulimwengu. Mafanikio haya yanaashiria jambo fulani la muhimu sana, kuwa tuna vipaji, vipawa pamoja na vifaa huku Afrika kwa ajili ya kutatua changamoto zetu. Lakini uvumbuzi huu haukuishia tu kwa matumizi ya jeshi. Hili gari lina aina nyingi za magari ya aina hiyo ambayo yako yanaendelezwa, na kila moja likilenga changamoto tunazokabiliana nazo wa Afrika. Sasa gari hili la kijeshi limetengenezwa maalum kwa ajili ya kutoka haraka katika eneo la vita, mahali ambapo kuna hatari. Hii ni aina ya ulinzi wa ndani. Ni wazo pia kwa ajili ya machafuko yanayotokea ndani pamoja na maandamano. Ulinzi kupitia kamera. Limefungwa kamera ambazo zinaweza kuona mbali sana, na hususan katika maeneo ambayo yanakuwa na hatari ya vita. Ambulance ya kijeshi ikiwezesha kuwatoa haraka askari walioumia huko uwanja wa vita na kuendelea kuwapa matibabu ya awali. Kila dizaini ya magari haya basi ni kuitikia changamoto zinazoikumba Burkina Faso. Na huu sio uvumbuzi tu kwa ajili ya hatima yake, lakini ni swala la vitendo na maono ya taifa la Burkina Faso. Tunawashukuru sana wanaokuwa Mwafrika kuendelea kutufuatilia. Kabla hatujaendelea hapa, tunataka kutoa shukrani zetu za dhati sana kwenu, kwa sababu kwa kuangalia video zetu, basi kwa namna hiyo mnakuwa mna sapoti na kukuza jamii ya Waafrika ambayo tumejitolea kuelezea habari za ukuu wa Mwafrika, namna zinavyotakiwa kuelezewa na sivyo ambavyo zimekuwa zikielezewa na watu wengine. Tuendelee. Kilichowashawishi mainjinia kutengeneza gari hili kilikuwa, sababu yake ilikuwa kubwa kuliko tu kuwa hili ni gari la kijeshi. Waliamini katika maendeleo ya Waafrika kujitegemea. Wazo la masuala au matatizo ya Afrika kupata ufumbuzi kutoka Afrika. Na haya ni maono yanayolandana kabisa na kiongozi wao wa taifa la Burkina Faso, ambaye siku zote amekuwa akiamini, kuongea pamoja na kutenda kazi kuhusiana na uhuru wa taifa, uzalishwaji wa ndani, lakini pia kuwezesha ukuaji wa viwanda vya ndani. Badala ya kutegemea misaada kutoka nje, Burkina Faso imeamua kujijengea uwezo wake yenyewe kutokea chini na kukua, kupanda ili liwe taifa linalojitegemea. Na mradi huu unatuma ujumbe wa wazi kabisa: Afrika haijapungukiwa vipaji, ila inapungukiwa kuto kujiamini. Wahandisi hawa hawakusubiri ruhusa. Waliona tatizo, wakafikiria kuhusiana na suluhu kwa matatizo hayo, na wakafanya kitu kinachoonekana sasa kwa mikono yao wenyewe katika ardhi yao wenyewe. Uundwaji wa gari hili ni ujumbe wa wazi unaotumwa kwa vijana wote wa Afrika. Kila kitu kinachokuja kutoka kwenye wazo la mtu, basi kitu hicho kinaweza kikatokea kwa huyo mtu mwenyewe kukifanya. Huu ni usemi wa Thomas Isidore Noel Sankara. Usemi huu ndio uliowapa nguvu na kuwaongoza hii timu ya hawa wahandisi, na ikapelekea kuona hicho unachokiona leo. Wakaingiza ujuzi wao na kudizaini gari ambayo sasa itakuwa inasaidia usalama wa taifa la Burkina Faso. Walitaka kutuma ujumbe kwa vijana wa Afrika kuwa hakuna linaloshindikana, iwe ni masuala ya engineering, kilimo, software au teknolojia au nishati. Ni kuwa nguvu ya kulibadilisha bara la Afrika iko katika mawazo na akili za vijana. Hili gari la kijeshi sio tu mashine, ni wito kwa vitendo.
kwa wenye ndoto uko kwenye hizi karakana za vyuo vikuu, kwa wataalamu wa kompyuta, kwa wachomeleaji, mafundi makenika na waundaji wa vitu Afrika nzima. Mnaweza kutengeneza, mnaweza kujenga, mnaweza kutafiti, mnaweza kuibadilisha dunia. Wakati ambapo hii ni silaha kwa ajili ya ulinzi, lakini kusudio lake ni kuleta amani. Kama ambavyo wahandisi walisema, anayetaka amani huwa anajiandaa na vita. Hii sio kuhusiana na uchokozi, ila ni kuhusu utayari. Hii ni kuhusu, sio usubiri mtu aje akusaidie kwa ajili ya kulinda watu wako. Hii inamaanisha uhuru, nguvu na usalama. Kwa kutengeneza gari la kijeshi, Burkina Faso inatuma ujumbe kuwa haitategemea mtu kuja kuisaidia, isipokuwa itasimama yenyewe na jukumu la kupambana wanalo wao wenyewe. Wamejipanga na wako tayari kwa utafiti wao wenyewe na kujenga wenyewe na kupata suluhu yao wenyewe na ujasiri wao. Mradi huu unaonyesha umuhimu mkubwa sana kwa bara zima la Afrika. Ni ujumbe unaotuambia kuwa kumbe tunaweza tukatengeneza teknolojia yetu wenyewe, tena ya hali ya juu mno. Tunaweza kujenga viwanda vinavyotegemea rasilimali tulizo nazo. Hatuhitaji kuwasujudu wengine. Tutaunda vitu vyetu wenyewe. Jaribu kufikiria kama mataifa mengine yangejaribu kuiga au kufuata mfano huu, kujenga hatima yao wenyewe. Ushirikiano baadhi ya taifa moja na lingine, tukishirikishana designs na kuilinda Afrika ambayo inawezeshwa na Pan-African. Hii sio tu kuhusiana na habari ya kijeshi. Hii ni kuhusu na Afrika ya viwanda, Afrika huru, Afrika yenye umoja. Na kwa yeyote anayetufuatilia hapa, hususan ndugu zetu wa Afrika, huu ndio wakati wetu. Burkina Faso wametuonyesha kuwa njia ya kujitegemea mwenyewe huwa inaanza kwanza na kujiamini, kufanya kazi kwa nguvu, hard working na umoja. Hatuna budi kusherehekea mwanzo huu mpya. Lakini si tu kusherehekea, ila pia tunatakiwa tuguswe na hili na tushawishiwe na hili. Tuwekeze zaidi kwa viwanda vya ndani, tuwafunze zaidi mainjinia wetu kwa kuwatia moyo, lakini na mafundi wetu pia. Tuwape sapoti na kuwawezesha vijana wetu wa Afrika, kwa sababu tuna kila tunachokihitaji. Na sasa tena tuna mfano wa wazi kabisa unaoonekana Afrika nzima. Naomba nikuachie swali, mwanauku wa Mwafrika. Kama Afrika ingeungana yalivyokuwa maono ya Colonel Muammar Gaddafi na viongozi wengine wa Afrika kama wakina Julius Kambarage Nyerere, Kwame Osagevo Nkrumah, na Ibrahim Traore akaamua kugombea kuwa rais wa hii Afrika yote, wangapi mngempa kura? Hebu tujue mawazo yako kupitia komenti utakazoziacha hapo chini. Asanteni sana, wanaokuwa Mwafrika.